Mimi naitwa Charles Deogratias, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la WADES, Women and Youth Development Solution. Na ndilo ambalo leo limetukutanisha hapa Kahama tangu jana. Limetukutanisha hapa Kahama kwa lengo tu la kujadili mustakabali juu ya afya ya akili. Tunafurahi leo tunapohitimisha mkutano huu wa mwaka ambao tumeuanza rasmi mwaka huu 2025. Kila mwaka utakuwa unafanyika. Lengo lake tu kubwa ni kujadili agenda, mikakati kama nchi, kama wadau, namna ambavyo tunaweza kushughulikia changamoto au suala la afya ya akili au agenda ya afya ya akili kwa Tanzania. Tunafurahi kuweza kuona kwamba tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuweza kutimiza yale ambayo tuliyahitaji, especially lengo la kuleta pamoja wadau, serikali, wadau wawekezaji, lakini pia wadau watekelezaji kutoka kwenye jamii zetu ambao wote kwa pamoja wameweza kushiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mkutano huu wa mwaka. Naendelea tu kutoa rai kwa wadau wengine na wananchi kwa ujumla, tuendelee kulitazama na tuendelee kuwekeza kwenye afya ya akili kwa sababu ndio maisha halisi. Inaweza kawa wewe ukamwokoa jirani yako kwa kumsikiliza na kuweza kumuelewa. Lakini unapoendelea kumnyanyapaa, unapoona kwamba ni dhaifu kueleza mapungufu aliyokuwa nayo ya kiakili, hata mpe nafasi ya kuweza kumsikiliza, kwani suluhisho linaanza na mimi na wewe kabla hatujaenda kupata zile huduma. Lakini pia kwa watoa huduma na serikali kwa ujumla, tuendelee kuimarisha yale ambayo tumejadili leo na mikakati ambayo tumefikia leo, basi ikalete chachu na ikalete matokeo. Angalau tunapokuja kwenye mkutano mwingine ujao wa mwaka kesho, basi tuwe na matokeo chanya ambayo tumeweza kuyapokea na kuyapata kutokea kwenye huu mkutano wa kwanza. Nikizungumzia kwenye eneo la sheria ya namna au hukumu kwa watu ambao wanajiua, suicide, tunahitaji mabadiliko ya sheria ambayo inaweza kutazama na inaweza kuangalia kuanzia mwanzo wa tatizo wa changamoto ni nini, kwa sababu ipo kwa ajili ya kuangalia the ending point, lakini mwanzo wa pointing na changamoto ya point kwa awali inakuwa bado haijaweza kuangazia. Kwa hiyo mimi kama mdau ninazidi tukusihi na kuendelea kuomba mchakato wa kuweza kuirevise, kuirudia na kuipitia ili iweze kutazama ule hususani chanzo cha tukio na mwanzo wa tukio, ili tuweze kubaini na tuweze kusuluhisha zaidi, tukomeshe kabisa swala la au tupunguze kabisa swala la kujinyonga. Kwa moja, sheria ikibadilika na ikaanza kutazama chanzo cha mtu kabla ya kujinyonga, sababu sawa kajinyonga au anataka kujinyonga, si ndio? Kuna chanzo ambacho kilimpelekea psychologically. Maana yake itakapokuwa revised itaweza kumpa nafasi haswa mwananchi au yule mhusika alitaka kusababisha tatizo kwa jicho la afya ya akili yake. Maana yake kwamba je, tunatambua huyu mtu, tunampa mazingira gani? Kuna nini ambacho kinatokea kabla ya kuweza kumhukumu au kabla ya kuingia kwenye ile sheria, ili tuweze kumsaidia na kuweza kumwokoa. Kimsingi itaweza kusaidia sana, itaweza kupunguza kwa kiwango kikubwa matukio ya kujinyonga, kwa sababu tayari tutaanza kuiangazia kuanzia awali. Na ukumbuke kwamba sheria hiyo inaenda sambamba na sera ya mwaka na sera ya afya ya akili au sheria ya afya ya akili ya mwaka 2008, ambayo bado pia na yenyewe inazidi kuangalia kiini cha mwisho cha tatizo. Haiangalii kiini cha awali au kiini cha kwanza, mwanzo wa tatizo. Basi tunapotaka vyote hivi tuweze kukomesha, tuweze kuvipunguza, tunatamani tuanze kuangalia mwanzo wa chanzo au kiini au mwanzoni mwa tatizo hilo la afya ya akili. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.